وبعد التعريف المختصر بهذين التنظيمين baada ya taarifu fupi ya haya makundi mawili ambayo tumeyaeleza hapa mubayani shay'in min al-athari as-sayyi'a lahuma na kubainisha sehemu katika athari mbaya za makundi haya mawili anasema الشيخ حفظه الله فأشرع مستعينا بالله تعالى في بيان أهم الأصول naanza kukumtaka msaada Allah katika kubainisha misingi muhimu allati khalafat fiha sururiyyah wa jama'atul ikhwanil muslimin ahlus sunnati wal jamaa misingi ambayo wamekhalifu ndani yake sururiya na kundi la ikhwanul muslimin wamekhalifu ahlus sunna wal jamaa ma'a al-isharati ila ba'd maqalatihim 'inda al-kalami an kulli aslin khalafu fiha pamoja na kubainisha na kuashiria baadhi ya maneno yao tunapokuwa tunaelezea kila msingi ambao wao wamekhalifu ndani yake. Tunaanza msingi wa kwanza. Al-aslu al-awwal mukhalafatu ba'd rumuz al-ikhwan al-muslimin ahla as-sunnah fi asli ad-din. Ni mukhalafa baadhi ya rumuz, yani wale viongozi wa ikhwan waliokhalifu ahla sunnati katika msingi wa dini hazile alama za maikhwanul muslimina zilizokhalifu msingi wa dini miongoni mwa hayo anasema fa aqsamu at-tauhid inda ahli sunnati wal jamaa thalatha mathalan mfano ni kwamba vigawanyi vya tauhidi kwa ahli sunna wal jamaa ni vitatu hili linafahamika توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه وهو اعتقاد العبد ان الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والملك او هو توحيد الله بافعاله معروف kuitakidi kwamba mja kuitakidi kwamba Allah ndiye Mola anayepwekeka katika uumbaji, riziki na ufalme, umiliki wa vitu vyote, au kusema kwamba tauhidul rububiyya ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake. Tauhidul uluhiyya huwa al-ilmu wal-i'tiraf bi anna Allah dhul uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqihi ajma'in wa ifradihi wahdahu bil ibadati kullaha wa ikhlasi ad-din lillahi wahdahu. Na ma'ruf توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على جميع الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ونفي كل ما ينافي كماله من توحيد الأسماء والصفات. أنا أكون حاجة كشريش آية معروف أنا حاجة كتفسيرها ها maarufu baadhi ya watu ili tuweze kufika nataka niafunike tuweze kufika kwenye malengo. Tauhidul asma wa sifat, tunasema tauhidul uluhiyya ni kuelewa na kutambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kustahiki kuabudiwa na viumbe wake wote na kupokeshwa yeye peke yake katika ibada zote, na kuamini na kuitakidi ya kwamba dini haiwi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na tauhidul asma wa sifat ni kuitakidi upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuitakidi ule ukamilifu wa moja kwa moja kutoka katika pande zote na alama zote na sifa zote kubwa za utukufu na uzuri ambazo hashirikishwi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sifa hizo na alama hizo na mshirika yeyote kwa sura yoyote katika sura
na jambo hilo linapatikana kwa kuthibitisha yale ambayo aliyathibitisha yeye Allah kwa nafsi yake au akayathibitisha mtume wake alayhi salatu wassalama kwa majina yote ya Allah na sifa zote za Allah na maana zake, maana ya zile sifa na maana ya yale majina na hukumu zake zilizokuja katika kitabu na sunna kwa sura ambayo inaendana na ukubwa wake Allah na utukufu wake, bila kukanusha chochote katika sifa hizo na majina hayo, wala kupinga wala kubadilisha na kukataa, wala haifai kufananisha moja katika majina na sifa zake na kukanusha yale na kwamba katika tauhidul asma wa sifati ni kukanusha yale ambayo Allah ameyakanusha yeye mwenyewe kwa nafsi yake au akayakanusha mtume wake alayhi salatu wassalam katika mapungufu na aibu, yani kasoro. Na katika tauhidul asma wa sifati ni kukanusha yote ambayo yanapingana na ukamilifu wake. Sawa? Hiyo na qala wa rumuzu firqati al-ikhwan al-muslimin waqa'u fi mukhalafatin muta'alliqati bi anwa'i at-tauhid ath-thalathati ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifati. Hawa viongozi hawa ambao waliokuja na manhaji hii ya ikhwanul muslimin wameingia katika makosa na wameingia katika mikhalafa inayohusiana na aina za tauhidi tatu ambao ni rububia na uluhia na asma wa sifati. Famin suwari mukhalafatihim fi tauhidi rububiyati, katika sura za kukhalifiana kwao, tofautiana kwao katika sura za kukhalifu kwao tauhidi rububia, kukhalifu kwao tauhidi rububia, takriru baadhi rumuzihim limadhhabi wihdati alwujudi, ni kule kukubali na kuelezea baadhi ya viongozi wao madhehebu ya wihdatil wujudi. Madhehebu ya wihdatil wujudi ni madhehebu gani? Madhehebu ya wihdatil wujudi huwa al-i'tiqadu bi anna al-kauna bi asrihi wa ma fihi huwa ainu dhati al-ilahiyya, ni kuitakidi kwamba ulimwengu wote na vilivyomo mpaka sisimizi, udongo, maji, nini hivyo, ndio nini? Ainu dhati ilahia, ndio ile dhati ya Allah, dhati ya uungu. Haya maneno ameyakarrir, anasema Ibn Arabi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema huu ni ukafiri moja kwa moja, na maana ya maneno haya ni kwamba la yujadu khaliqun wa makhluqun bali alwujudu kulluhu wahid, bali wujudu kulluhu wahid. Maana maneno haya ni kwamba hakuna muumbaji wala hakuna aliyeumbwa, kwa sababu wahdatul wujud, mchanga, upepo, mbingu, maji, miti, karatasi, chochote unachokiona ulimwenguni, sawa, hiyo ndiyo ainu dhati ilahia. Sasa nani muumbaji hapa? Nani muumbwaji? Hakuna muumbaji wala muumbwaji, wote ni kitu kimoja. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala sasa huu ni ukafiri, kwa sababu maana yake la yujadu khaliqun wa makhluqun bali alwujudu kulluhu wahid. Alwujudu kulluhu wahid. Kwa hiyo wamekariri baadhi ya watu hawa viongozi wao, viongozi wa kiikhwan, madhhab wahdatul wujud alladhi alayhi ghulatu sufiyya. Madhehebu haya ni madhehebu ya wale masufi waliobobea, waliofanya ghuluu katika usufi, kwa wafanya kutoka katika Uislamu, alladhina la yumayizuna baina al-khaliqi wal makhluq. Hawa masufi hawatofautishi baina ya khaliq na makhluq, muumbaji na muumbwaji.